Info Channel. Subscribe now. Yes bana, karibu kusikiliza dondoo mbalimbali kuhusiana na zile taarifa ambazo zinaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Na taarifa kubwa nilionayo hapa ni kuhusiana na TLS, Lissu aachiwe haraka bila masharti. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimetoa wito wa kuachiwa mara moja na bila masharti yoyote kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, wakili Tundu Antipas Lissu, akisema kukamatwa kwake kunadhoofisha heshima ya taaluma ya sheria na misingi ya haki. Taarifa iliyotolewa leo Aprili 12 mwaka 2025 na rais wa TLS wakili Boniface Mwabukusi imesema kuendelea kushikiliwa kwake kuna ashiria vitisho kwa wanasheria na washiriki wa siasa nchini. Iwapo wito huu hautazingatiwa, TLS inahifadhi haki ya kupendekeza kusitishwa kwa huduma za uwakilishi wa kesi za msaada wa kisheria, yani doc brief, na huduma nyingine za kisheria za kujitolea zinazotolewa na TLS na wanachama wake kwa njia ya amani ya kupinga vitendo vya unyanyasaji na mashtaka yenye mlengo wa kisiasa. TLS imetoa wito pia kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP kuhakikisha kuwa mashtaka mazito kama ya uasi yanaungwa mkono na ushahidi madhubuti na hoja za kisheria, na kwamba uongozi wa kisiasa pekee hauwezi kuchukuliwa kuwa ni kitendo cha uasi kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kukamatwa kwa wanasiasa kinyume na sheria kunaweza kusababisha upinzani na machafuko. Mamlaka zinapaswa kuchukua hatua za kisheria na za tahadhari ili kudumisha amani na umoja wa kitaifa na kuepusha hali ya hofu miongoni mwa wanasiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Bana, hii ni moja ya taarifa ambayo inaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, ambacho kimeitaka mamlaka ya kisheria kumwachia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye tunafahamu alikamatwa na jeshi la polisi. So mambo mengi yamekuwa yakizungumzwa kupitia mitandao ya kijamii, lakini tamko kutoka kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLS inaitaka mamlaka ya kidola kuweza kumwachia huru bila masharti yoyote mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini mambo yakiwa bado yanaendelea, yapo matamko mbalimbali ambayo yanaendelea kutolewa kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na hapa tunalo tamko kuhusiana na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hapa namzungumzia Mheshimiwa John Heche, ambapo yeye amezungumza kwamba hatutorudi nyuma hata Lissu akiwa mahabusu. Baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu kushtakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa kosa la uhaini na kukosa dhamana na kupelekwa mahabusu, leo hii makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa John Heche ametoa msimamo wa chama hicho kipindi hiki ambacho kiongozi wao mkuu yupo mahabusu, kuwa wao hawatorudi nyuma katika harakati na wataendelea kusonga mbele na haogopi kukamatwa, na kutaka wanachama waendelee kusonga mbele. Aidha, Heche ameongeza kuwa wao kama chama hawapo tayari kushiriki katika uchaguzi mkuu mwaka huu kama kutakuwa na mabadiliko ya kimifumo, na kama kutoshiriki uchaguzi Chadema itakufa, basi wapo tayari chama hicho kife, lakini hawatashiriki uchaguzi mkuu. Heche ameongeza kuwa kusema neno kuhasi si kauli ya Lissu, bali ni kauli ya Mwalimu Nyerere aliposema kuwa nchi hii inahitaji vijana jeuri watakao hasi dhidi ya mifumo kandamizi. Alikuwa tayari kwenda kwenye uchaguzi ambao tunajua mshindi tayari kapatikana. Halafu kuna mwanachadema amesema twende kwenye uchaguzi wa aina hiyo. Tumesema no reform no election na hatuwezi kurudi nyuma. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama na kamati kuu ya chama. Hatutachukua maamuzi ya mtu mwingine wa pembeni. Wanatutishia kuwa Chadema itakufa kama hatutoshiriki uchaguzi, na ife kama tunasimama ukweli kuliko kusimamia uongo, na tupo tayari kuacha siasa kuliko kusimamia uongo, amesema John Heche. So haya ni moja kati ya matamko ambayo yanaendelea kuchukua sura mpya kuhusu kuelekea katika mitandao ya kijamii
ambapo ni mambo ambayo yanaendelea kuzungumzwa kuhusiana na mwenyekiti wa Chadema kushikiliwa na jeshi la polisi, lakini kauli kutoka kwa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, lakini inapo kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Mheshimiwa John Heche, ambapo naye ameweza kutoa ya moyoni. Lakini tukihamia upande wa pili, huku tunakutana na taarifa ambayo inamhusu makala, ambapo kubwa zaidi ni kuhusiana na makala kuhusu Chadema kutoshiriki uchaguzi mkuu 2025 baada ya mkurugenzi wa uchaguzi wa Tume Huru ya Taifa uchaguzi Ramazan Kailima kusema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema akitoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kutokana na kukataa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi. Katibu itikadi, uenezi na mafunzo ya CCM Taifa CPA Amos Makala akiwa ziarani na Chingwea mkoani Lindi amewataka wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwapigia kura wagombea wa chama tawala, yani chama cha CCM. Bana, haya ni mazito ambayo yanaendelea kuchukua sura mpya kupitia mitandao ya kijamii. Sisi kama Ganga na Info Channel kuna sio mbaya tukusogezee ili uweze kufahamu katika anga la kisiasa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025 ni yapi hayo ambayo yanaendelea kuzungumzwa kupitia mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Jackson Jambele, mpaka saa mwingine niseme tu hatuna la ziada. Ganganas Info Channel, subscribe now.